kwenye personal brand ni unaamua uwauzie watu information gani. Yani kwamba mimi kuna taarifa naamua nikupe na kuna taarifa ambao naamua nisikupe. Ndio kama hivyo, labda msanii anasuka, unaelewa, anaweka vipuli, nini, ni kwa sababu generation ndio inataka hivyo. Yenyewe inaamini lazima msanii aonekane hivyo. Kuna watu wanaweza kaenda msibani, ameumizwa na msiba, labda msiba wa rafiki yake au ndugu yake, lakini kwenye kutoa pole sionyeshe kusikitika ya. Hivi mzee, kama siku nyingine tena tumekutana. Kitambo sana watu yani tumepause kama wiki ngapi hapa hatujapiga. Watu wanaulizia sana, vipi podcast vipi? Au ndo mlikuwa mnapiga zile tu za mwanzoni kwamba me lose momentum. Sema unajua pia kupata nafasi pia ya kushoot kama hii, si wenyewe tunakuwa tunatamani tuwape watu content mara kwa mara, lakini mishemishe na nini. Yeah, of course, yeah. Kwa sababu hata vitu vingine tunafanya sababu tuna passion na tunataka tuwe madini, kwa sometimes tunabidi ratiba zingine zetu tuziue ili tuweze kufanya hivi vitu. Kwa watu wanabidi wawe wavumilivu, yeah, sure. Lakini ndo kama hivi tunakutana tena, tunawaahidi kwamba si hatutawatupa. Tuwezi kupotea miezi yote. Kila siku tutakuwa tuna develop tu content na nini. Jua kama episode ya mwisho hizi tulizozifanya hizi kabla ya hii hapa, nilikuwa tunapokea comment nyingi sana nini na DM na nini. Kwa jamaa mmoja alinicheki akaniambia, ukianza episode nyingine wewe na mshikaji wako rudia tena kwenye kunielezea vizuri kuhusiana na kunitofautishia personal brand na personality. Yani kuna namna fulani umeongea pale, umefanyaje, umenichanganya, tumemwacha yani mmeniacha kabisa. Hatujaongea kwa lugha ambayo ni ya kilayman kwamba mtu akaida anaweza kaelewa. Tumeongea katika lugha ambayo ni ndani, yani niseme ni ya mtu ambaye alipo anaelewa wa mambo lakini elewi kwa sana ndo ataelewa. Lakini kwa yule mtu ambaye mambo ni mapya kwake hawezi kuelewa, au labda anaweza kuwa anaelewa lakini kwa lugha ambazo tulikuwa tunazitumia zilikuwa deep sana. Yani ni sasa daktari kuna namna anaweza kaongea, nesi akamuelewa, lakini watu wa kawaida wanaweza wasimuelewe daktari anaongea. Sure kabisa. Lakini obvious tu personality ni kitu natural, ni kitu ambacho mtu anakuwa nacho. Ile personality inakuwa ina related na character yako wewe, namna ambavyo unavoongea, namna ambavyo unarelate na watu, yani ule utambulisho wako zaidi, na mara nyingi inakuaga ni natural. Lakini sasa ili uishift kutoka natural kuja kuitengeneza, sasa unajua unaweza kuwa na tabia ambazo sio nzuri kwenye macho ya watu. Yeah, sure. Labda namna ambavyo unaongea sio vizuri pia kwenye macho ya watu. Kwa lazima ushift kutoka kwenye personality uitengeneze iwe personal brand kwenye marketing. Personal brand na maana sasa unataka watu wakutambue kwa kitu gani. Of course, yani personal branding, sababu sasa hivi katika zama za sasa hivi unapozungumzia personal branding ni kwamba unataka kujitambulisha katika hii dunia ya digitali, kwamba watu wakufahamu kwa kitu gani. Yani hiyo ndio inakuwa, ila personality kila mtu anayo personality yake. Watu wanakuwa wanajua bwana personality yako nini. Sasa usikubali, kama unataka kufanya biashara kwenye digital, usikubali kuchukua ile personality yako ambayo ni nacho ukaipresent kwa watu. Unabidi uanze kuishape kwa namna ambayo utengeneze, wanaitaga nini, goals na value nini. Yani wewe una malengo ya kwamba kuna faida unaenda kuzipata na kutengeneza hizo value yako. Watu wa kuvalue vipi? Nitakupa mfano mmoja. Konde Boy alikuwa Harmonize, yeye alitengeneza brand fulani, anaweza akavuta sigara zarani, watu wanaona akapata deals za sigara, umeelewa? Kwa hiyo inaweza ikawa personality sio yake, ila ameamua kujishape hivyo ili aweze kuattract hiyo aina ya markets ambazo anataka kuzitarget. Of course, au ni personality yake ameona ni inaweza kumuingizia hela, ameingiza kwenye personal branding. Kwa personality ni kitu ambacho ni tabia zako wewe mwenyewe, ni kitu nacho. Lakini when it comes kwamba unataka sababu branding ni marketing. Kwa personal brand na maana tunazungumzia wewe unataka kujibrand wewe kama wewe. Yani wewe unataka kujiuza. Kwa mfano wewe unafanya content, kwa zile content unakuwa unafanya unazungumzia mambo ya digitalize, namna ambavyo tunaweza kaagiza vitu,
namna watu ambao wanaweza wakatumia mitandao kwa ujumla, transformation ya AI. Ina maana wewe tayari hiyo ni personal brand yako, kwamba mimi niko interest na hivyo vitu unaelewa. Kwa hata mtu ambaye anataka kukucheki anakucheki kwa hizo deals ya design. Lakini unaweza kuona personality nyingine ambazo wewe hujaamua kuziportray mbele ya watu kabisa, yani kabisa. Unaambiwa kwenye personal brand ni unaamua uwauzie watu information gani. Yani kwamba mimi kuna taarifa naamua nikupe na kuna taarifa ambayo naamua nisikupe. Kwa hiyo taarifa ambayo naamua nikupe ndio hiyo inayotengeneza ile personal brand. Niko chuo. Kwa hiyo sasa turudie kwa lugha jamaa anasema kwamba tuzungumzie kwa lugha ambayo ni rahisi. Kwa sasa kwa lugha rahisi mtu akisema personal branding maana anamaanisha kwamba wewe unataka watu wakufahamu kwa kitu gani? Au mtu akimzungumzia Allen akimzungumzia kitu cha kwanza Allen ni mtu mtaalamu wa mitandao, mtu msinginda hivyo. Kwamba tayari kwamba tunakufahamu kwa style kama hiyo. Yaani hicho ndio kitu cha muhimu. Na ndio kitu ambacho kwa sasa hivi watu wanasema kwamba ni kitu cha muhimu sana katika kipindi cha sasa hivi, kwamba lazima ujitengenezee personal brand in a way ambayo like kwamba watu wakitaka kukufahamu wewe watakufahamu kwa kitu fulani. Na juzi tulikuwa tunaongea hiyo. Ile kabla hiyo nilikuwa nataka nikwambie kwenye kutengeneza kwa mfano personal brand, kwa kitu tulisahau labda tukikizungumzia. Wakati nipo kwenye chuo mwalimu wangu mmoja shekhu kunifundisha kwamba personal brand ina maana lengo ni uwe na ushawishi. Uwe na nguvu ya ushawishi. Watu wavutiwe na ile kile unachowauzia. Kwa akasema kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema ili uwe na nguvu ya ushawishi unapotengeneza personal brand lazima uwe na vitu vitatu. Alikuwa ni Mgiriki. Anakuambia ni ethos, pathos na logos. Ethos ni ethics zako kwamba wewe unaamini nini. Logos ni logic. Alafu pathos ni sympathy, namna ambavyo unaweza ukaishi na watu kwenye hisia zao. Yani kuna logic, lazima kila ambacho wewe unakiamini kiwe na fact. Yani uwe na logic wewe, yani mtu akiangalia kabisa anaona ina make sense na wewe una uwezo wa kutetea hicho ambacho unakiamini unataka kukipresent. Umeelewa? Maadili ni kitu ambacho watu wanataka waone wewe ethics zako zimekaaje. Umeelewa? Unaweza kuwa unatofautiana na ethics za jamii na kuzunguka, hiyo itakuferisha pia. Unabidi urelated na ile jamii ambayo wewe inakuzunguka, watu ambao umetaka kuwa marketing muda ule. Kwa mfano wewe unaweza kuwa uamini mambo ya dini, umeelewa, lakini upo kwenye jamii ambayo inaamini mambo ya dini. Unataka kupresent brand yako afu unakuja unasema uamini mambo ya dini. Obviously lazima utacontradict nao. Kwa lazima ujue unacheza nao vipi kulingana na mazingira yao pia. Sympathy ni namna ya kuishi na mtu. Kuna watu kwa mfano, japo sio lazima, kuna watu hawana hiyo. Kuna watu wanaweza kaenda msibani, ameumizwa na msiba, labda msiba wa rafiki yake au ndugu yake, lakini kwenye kutoa pole asionyeshe kusikitika. Umeelewa? Akasmile labda. Yani yeye ndio iko hivyo. Yani kwamba kile kifo akichukulia in a way kwamba ni maumivu, anachukua kwamba ni stage tu fulani maisha imetokea, kwa hiyo atupashi kunungunika au kuhuzunika. Sasa kuna watu wanaweza kuigiza, anaishi kwenye ile, anakuonyesha kwamba naye pia ana maumivu. Kwa wale watu wanaona kama ni same yao. Yani watu, yani mara nyingi wewe mwenyewe unajua njia nzuri ya kuwini ni kumuuzia mtu hisia. Kwa kama umeenda kwenye sehemu kama hizo unabidi wauzie watu hisia. Kwa hivyo vitu vyote vina kushape wewe namna ambavyo unataka kuwa presented kwa watu. Sasa turudi kwenye tupokuwa tunaendelea, ulikuwa unasema kwamba sasa hivi personal brand kwenye mambo ya digital, sasa hii digital economy ambayo sisi tunazungumzia hapa, stories za Benga. Personal brand ni kitu muhimu kwa sababu kuna biashara ambayo ukitaka kuianzisha lazima uwe na personal brand. Na siku hizi na kuna msemo wanasema hivi, nadhani baadaye watu wataelewa kwamba watu sasa hivi people don't buy people, yani wanasema watu wananunua kwa watu. Ndio maana sometimes mtu anaweza kuanzisha biashara, kuanzisha duka la nguo, watu wanunui nguo, watu wananunua wewe utakavyoweza kuwaportrayia feelings nzuri kuhusiana na bidhaa yako, ndio atakaweza kununua. Watu wanunui bidhaa, watu wananunua mtu. Yani unaweza kukuta labda kwa mfano mtu ambaye ana strategy nzuri, labda anataka kuanzisha biashara ya nguo,
yeye anaamua kuwa mtu wa fashion. Labda wewe kuuza kila nguo, labda wewe utaamua mimi nitauza nguo za aina fulani, umeelewa? Kwa hiyo wewe unabidi uanze kuwaonyesha watu kwamba una utaalamu wa hizo nguo za aina fulani, labda unavaa, yani kuna namna fulani watu wanakuona ni mtu wa fashion. Actually ukija kufungua duka inakuwa ni rahisi watu kuamini bidhaa yako kutokana na hiyo brand ambayo wewe umejitengenezea. Ni sasa hivi wewe labda unafanya hizo content kama hizo za digital, namna ambavyo unaweza ukapata bidhaa, namna ambavyo unaweza ukatumia internet hivi na hivi. Ukija baadaye kufungua kampuni ya delivery digital, tayari watu wanakuelewa kwa sababu hiyo ni brand. Ni rahisi kwa sababu kama tayari ni mtu ambaye ushanisikia ninaongelea hivi vitu na uelewa, kwa hiyo naamini kwamba this the guy to go. Kwa sababu kwa mfano unakuja kugundua kwenye biashara sasa hivi watu wanateseka sana kwenye delivery. Yani kwa sababu watu si wanaagiza vitu online. Kwa hiyo lazima kuwe kuna uaminifu kati ya labda bidhaa inatoka Kariakoo inamfikia mtu Tegeta. Watu wanaamua kutumia bodaboda kawaida na nini, umeelewa? Kwa kwenye future kama inatokea kampuni ambayo yenyewe inachukua dhamana ya hiyo kwamba sisi jukumu letu ni kufanya delivery, kitu ambacho nimeona Bolt washakifanya tayari. Wao wameongeza option kwenye ukirequest, kuna request kubebewa mizigo, umeelewa? Of which pia hata driver Bolt pia anaweza akapenya. Of course, yeah, sure. Umeelewa? Kwa hiyo personal brand ni kitu muhimu sana. Yani ni kitu muhimu sana ukitaka kuja kuuza bidhaa yako, tena mtu ambaye hautaki kuinvest hela nyingi kwenye kulipa influencer au watu wengine waje wakutangazia biashara yako. Uishi kwenye namna ambavyo watu wanataka kuwa target. Umeelewa? Kuna msanii unaweza ukamkuta sasa hivi labda ndo kama hivyo, labda msanii anasuka, umeelewa, anaweka vipuli, ni kwa sababu generation ndo inataka hivyo. Yenyewe naamini lazima msanii aonekane hivyo, unaelewa? Kwa hiyo na wao pia huwezi kuja unawaimbia watu hip hop, una rap, labda unafanya muziki wa kurap alafu unaonekana soft. Of course, yeah. Yani itakuwa kina contradict na kile ambacho unakisela au like unakipresent kama wewe ni mwimba hip hop afu mwimba siku unatokea kama J Mero. Obvious, like yani utakuwa kuna contradict watu. Kwa lazima kwa siku zote like the one wanavyojipresent au the one wanavyoji like brand lazima ililete na product ambao una hiyo. Lazima ujue hiyo siku tuliongea pia kwamba lazima ujue product ambao unataka kuipresent. Ni kama ambavyo timu ya marketing kwenye kampuni yoyote ikiwa inataka kupresent product mpya sokoni, ikiwa inamtafuta barozi au influencer ile product, lazima wataangalia ni mtu gani anaendana na product ambayo tunataka kuileta sokoni. Lazima ile timu ikae ya strategy. Sisi tunataka kuingiza bidhaa fulani, labda tunataka kuingiza bidhaa ya pombe. Ni mtu gani ambaye sisi tukifanya naye kazi ni rahisi kutuletea wateja? Ni kwa sababu wao wapo kama kampuni tayari, labda wana product nyingi sana. Sio mwenyewe kutoka akapresent hizo bidhaa nyingine. Kwa kama kampuni inafanya hivyo, kampuni kubwa, ina maana wewe mtu binafsi ambaye unataka kufanya biashara yako yoyote ile, ni lazima ufikirie namna ya kutengeneza hiyo personal brand kabla hujaanza kuingiza hiyo brand yako sokoni. Au hicho kitu ambacho unataka kukifanya sokoni. Labda unataka kufungua kampuni ya umeme, wewe unafanya maintenance, unafungia watu umeme. Watu watakuelewa kama ukianza kuwa labda unazungumzia hayo mambo, kama unafanya podcast. Na ndio maana nilikuwa nasema kwamba yani kwa sasa hivi personal branding ni ya kila mtu. Yani haimaanishi kwamba tu katika upande wa ni mtu yote ambaye kama unataka naweza kusema the main topic, yani the main point ya kwa nini personal brand sasa hivi ni muhimu. Kwa sababu watumiaji sasa hivi wengi wa mitandao ni wengi. Na watu wengi sasa wanatumia mitandao. Na the only way ya kuweza kuwafikia watu kwa kupitia mitandao, na utawafikia kwa kujipresent au kujionyesha. Sasa unajionyesha vipi? Kwa hiyo lazima ujue kwamba wewe unataka kujipresent in a way, njia ipi ambayo watu wakufahamu. Unaweza kuwa ni mtu yote, unaweza kuwa ni msanii, unaweza kuwa ni mtu ambaye una product yote unataka kuiuza ambayo utakufikia watu. Kwa hiyo lazima ujionyeshe, ujipresent
mtu uaminishe watu kwamba kile unachokisell ni kitu ambacho kweli unakifahamu au ni kitu ambacho unakiamini. Yaani uaminishe watu kwa sababu watu wanunui bidhaa wananunua wewe. Kwa hiyo kwa kupitia wewe utakavyoweza kuaminisha, kuwapa kuaminisha na feeling ya kwamba this is the right guy kwenda kununua product, ni kwa jinsi wewe utakavyojipresent. Kwa personal branding ni kitu ambacho ni muhimu sana katika zama za sasa hivi. Sababu personal branding itakutengenezea hiyo tunaita uniqueness, utofauti wa wewe na watu wengine. Kwa sababu tushasema product ni hizo watu wanauza. Ni zile zile. Vitu ni vile vile. Asa ili wewe upate wateja ni wewe kujitofautisha kwa namna yako wewe. Ndio maana kwa sema kama wauza nguo ni wale lakini story ya wewe kuuza nguo na mimi kuuza nguo lazima tutofautiane. Kwamba mimi nimepitia hustle au nimestruggle mpaka naweza kufungua duka langu na wewe njia yako ni tofauti. Through story na kila kitu itatengeneza uniqueness ambayo inaweza kufanya huyu jamaa kulingana na story ambayo amepitia na nini, kulingana na product zake, basi itakuwa ni product ambazo ni sahihi kwenda kununua. Kwa hiyo like watu sasa hivi wananunua feeling, wananunua mtu, hawanunui product. Hawanunui tena product. Kwa hiyo ndio unabidi wauzie tena product. Mimi nafikiri mshikaji pia ametuelewa, maana hapo pia tumepaongea kwa ukubwa sana. Sana. Ukubwa sana.